Lakini katika hatua hii, kwa sababu operation inahitaji fedha na baraza kuu ambayo ni kikao kikubwa kweli kweli, baraza kuu kwa bajeti iliyopitishwa kwenye mpango kazi, baraza kuu linahitaji milioni 334 kufanya baraza kuu. Ni kikao kikubwa. Nitoe ombi kabisa maalum sana. Kwa kweli tuna mahitaji sana ya kifedha sana, sababu hatuna ruzuku na tegemeo letu ni tone tone, kwamba wananchi wachangie tone tone na wadau wachangie tone tone. Tunaomba mchangie kupitia akaunti ya chama makao makuu, benki ya NMB, akaunti namba 2260600140, inaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Narudia tena, NMB Bank, akaunti namba 2260600140, au namba ambayo imezoeleka ya M-Pesa, jina litasoma Chadema Headquarters, namba ni 0744446969. Sasa kuna swali limeulizwa kwamba mnasema watu wachangie. Je, fedha ziko salama? Matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, iliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama. Na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu, pamoja na mengine, sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo inahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone tone, utaratibu tulioweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa banked ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account, ili kuhakikisha kwamba kuna accountability na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema. Manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuri wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama, kuna kategori 2 za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama, na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache
sana. Tunawashukuru Watanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa hiyo tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha. Lazima tuambizane ukweli, na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Sasa kuna jitihada zinafanywa za kutengeneza hii. Unajua utawala huu una tuhuma mbalimbali za ufisadi, una tuhuma za mauaji. Chama kinachotawala kina tuhuma mbalimbali za ufisadi, kina tuhuma za mauaji. Kwa sasa wanajaribu kurusha tuhuma kwa Chadema ili pengine ama waseme tuchafuke wote, hii taasisi yenye imani na matumaini ya watu nayo ichafuke, au Watanzania wakate tamaa ya kuchangia. Kwa ile wimbi la kumichango kule ya tone na halaiki ya watu kuchangia kwenye tone. Sasa mbinu ya kudisturb ni tumia watu ambao nitatumia lugha ya Kiingereza wanaitwa agent provocateurs, kwamba tengeneza tuhuma, kuza tuhuma, tengeneza mkakati wa kusambaza, lengo likiwa ni kukatisha watu tamaa na kutengeneza mgogoro usiokuwepo na kutengeneza tofauti zisizokuwepo. Na katika hili niwaombe sana wote wanaunga mkono Chadema, wote wanaopenda haki, wote wanaopenda demokrasia, wanaopenda mabadiliko, wanaopenda uhuru, ikiwemo wanaharakati wa mitandaoni. Niwasihi sana, acheni friendly fires, kwamba watu tuna ajenda inayofanana juu ya katiba mpya, tuna ajenda inayofanana juu ya haki za watu, juu ya kutaka haki, ukweli, uwajibikaji kwenye mauaji ya Oktoba. Tuna ajenda inayofanana kutaka free Tundu Lissu, mwenyekiti awe huru. Alafu hapo katikati watu wenye ajenda zinazofanana wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Watawala watakuwa wana faida, wanafurahi sana kwamba sasa mjadala unahama, kwamba hapa sasa kuna diversion, kuna division, kuna deception. Biblia inasema tulenge ajenda moja, tulenge mstari ulionyooka, na mstari ulionyooka ni katiba mpya, free Tundu Lissu.